Mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa William Mwakilema amesema anakwenda kuunda kamati ndogo ya muda itakayokwenda kukaa chini na kufanya tathmini juu ya hasara iliyopatikana kwa wananchi na wafanyabiashara wa soko kuu la Korogwe Manundu kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kuleta adha kwa wananchi wanaoishi katika mtaa wa Mbeza na wafanyabiashara wanaofanya biashara zao katika soko kuu la Manundu Korogwe, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wananchi na wafanyabiashara wa soko hilo. Mheshimiwa Mwakilema amesema hayo wakati alipotembelea wananchi na wafanyabiashara wa soko hilo la Manundu kutoa pole na kujionea uharibifu uliosababishwa na mafuriko hayo. Ule mto umevamiwa sana na shughuli za kibinadamu, hilo tukubaliane. Mkondo wa mto haupo, kwa maji yanapokuja yamezidi kiwango yanatawanyika, ndio maji yaliyokuja kutuletea madhara. Watu kule wanalima na wengine pia wamejenga. Tumezunguka kule na wenzangu kamati ya usalama ndani karibu ya mkondo wa mto Mbeza. Shughuli za kibinadamu zinaleta madhara ambayo maji yanapozidi kule sasa hayafuati mkondo wa mto, yametawanyika kuja mpaka kwenye makazi na kwenye biashara zetu ambazo imetuletea madhara makubwa. Niwapeni pole sana kwa mali zilizoharibika za aina mbalimbali zikiwemo vyakula, lakini pia na bidhaa mbalimbali ambazo zimeweza kuharibiwa kutokana na wingi wa maji haya. Tatizo limeshatokea, lakini pia lazima tujue chanzo cha tatizo na hasara iliyopatikana. Kwa hiyo nakusudia kwenda kuunda timu ndogo ambayo nitaipa kazi ndani ya siku 14 chini ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia watakuweko na wawakilishi mbalimbali, viongozi wa soko, watakuweko wenzetu kutoka Chama cha Mapinduzi, watakuweko watu kutoka ofisi ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, itakuweko ofisi ya mhandisi wa miundombinu hapa mjini TARURA, lakini pia na watu wengine ambao nitaona kwamba watafaa katika kuweko kwenye timu hii ili waende kiundani. Watakuja huku kwenu sokoni, hii timu iwaone wafanyabiashara, ione namna mali zilizoharibika na kiwango cha fedha na mali zilizopotea, ili serikali iweze kuona. Tukipata hiyo taarifa inakuwa ni rahisi sasa kuweza kufanyia kazi. Maana sasa hivi tunatoa pole za ujumla, lakini watu walioathirika wameathirika kwa namna mbalimbali. Wako walioathirika kiwango kikubwa sana, wengine katikati, wengine kidogo. Kwa hiyo tuweze kujua athari kwa ujumla, athari yote kwa ujumla ya mali zilizoharibika na vyakula na vitu vyote na bidhaa mbalimbali, tujue kiwango chake kinafikia hasara kiasi gani. Akieleza hali ilivyokuwa kwa wananchi na wafanyabiashara wa soko hilo la Manundu baada ya mafuriko hayo kutokea, afisa mtendaji wa mtaa wa Mbeza amesema tatizo lililopatikana na mvua iliyonyesha jana lilianza majira ya saa 6 usiku, ambapo wengine kutokana na umbali hatukuweza kufika kwa haraka, lakini mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa huu kuanzia majira ya saa 7 walikuwa ndani ya eneo hili la Mbeza, hususan sokoni pamoja na makazi ya wananchi. Hali ilikuwa sio shwari. Makazi ya wananchi yalivamiwa na maji na baadhi vyombo vilitoka na wengine walikuwa wananusulika kwenda na maji, lakini pia tuipongeze kamati ya ulinzi na usalama kupitia jeshi la zimamoto, walifika na kufanya uokoaji. Hapa tulipo napo mazingira yamevamiwa, kama tunavyoona vizimba pamoja na stoo za vyakula zimeharibika, nyingine zimeteketea. Wale ambao wanaendesha biashara za nafaka wote ni mashahidi, tumeona zaidi ya gunia zisizoweza kuhesabika zimeteketea, zimeharibika. Michele meloa, maharage yameloa, na kama tunavyojua nafaka zinavimba, haziwezi kutumika tena. Lakini kuna wafanyabiashara wa nguo za rejareja na nguo za jumla, nguo za special na nguo za mtumba, kuna viatu, lakini bidhaa hizo zote nyingine zimepotea. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Mheshimiwa Charles Njama, katibu wa mbunge ndugu Yusuf alikuwa na haya ya kusema. Kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Korogwe mjini, tunapenda kutoa pole na dhati kwa wenzetu wa biashara hawa ambao wanapata changamoto hii. Toka tumepata taarifa kwa uongozi wa kata, ilifika toka saa 2 hapa kushirikiana na afisa tawala hapa kuokoa baadhi ya mali ambazo zipo humo ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge alitamani sana awepo, lakini kuna vikao vinaendelea, vikao vya kamati, hivyo akaniagiza mimi msaidizi wake nije nimwakilishe. Lakini anatambua sana mchango wa wafanyabiashara katika halmashauri yetu ya mji ya jimbo la Korogwe mjini. Kwa hiyo kwa niaba ya kuzungumza hayo, Mheshimiwa mbunge anawapenda sana, anasema yeye atakapofika atakuja kuwaona na kuzungumza nanyi kwa kile zaidi. Asanteni sana. Poleni sana wafanyabiashara wetu. Sisi na nyinyi ni kitu kimoja, tunajenga nyumba moja. Tatizo hili mlilopata ni tatizo letu pia. Kwa hiyo hatuna budi kushirikiana kwa namna yote ile ili kuweza kupambana na janga hili.
Nichukue nafasi hii kujitambulisha mimi mwenyewe, naitwa Ramadhan Sekija, ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe ambaye pia ni diwani wa kata ya Kilole, Mheshimiwa Ali Mkwavingwa alikuwa na haya ya kusema. Tumekuja kumitembelea kwa lengo la kutaka kuona uhalisia ambacho tumekisikia, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa DC, alikuwa na majukumu mengi, lakini akasema hapana, amezuia majukumu yote kuja kuungana na sisi kuona kilichotokea kwenye mji wetu na tuone namna ya kuweza kutafuta suluhu. Miaka yote Mheshimiwa DC, mvua zinanyesha, miaka yote mvua zinanyesha, na wakati mwingine ni kubwa zaidi ya iliyoonyesha jana na juzi, lakini hakujawahi kutokea kitu cha namna hii. Kwa naamini kwa sababu una jopo la wataalamu utakavyoona wewe kupendeza, kupitia jopo la wataalamu watakuja kutuambia kwamba ni kitu gani kimesababisha haya, ili wafanya biashara wetu hapa sokoni wasikumbane na changamoto hii, kwa sababu tunawategemea wao wanapozalisha, wanapouza, basi ndio halmashauri yetu na mzunguko wake kiuchumi unapopatikana, na ni sehemu yetu muhimu sana ya kibiashara hapa, na ndio image ya Korogwe katika masuala ya soko la Manundu. Nikiripoti kutoka hapa soko kuu la Manundu lililopo halmashauri ya mji wa Korogwe wilayani Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.